إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم إنا نعوذ بك من البدع والضلالات اللهم آمين إخوة الأماجد أولا أوصيكم ثم أوصي نفسي بتقوى الله سبحانه ولقد فاز ونجى المتقون أما خطبتنا الجمعة اليوم سنكون في العنوان كلمة الحق أريد بها باطلا. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salam bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni kuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wamefaulu wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Hutuba yetu tutajaribu kukumbushana juu ya neno la haki, lakini ndani yake imekusudiwa batili. Neno ni la haki, limekusudiwa batili au shari ndani yake. Kama tunavyofahamu, haki iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mwenye haki kumshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia kwenye aya, alhaqqu min rabbik fala takum minal mumtarin, ayu fala takum minash shakirin. Alhaqqu min rabbik, haki inatoka kwa Mola wako. Fala takun minal mumtarin, usiwe ni miongoni mwa wale wenye mashaka katika ile haki kwamba inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kauli nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa qulil haqqu min rabbikum, semeni haki itokayo kwa Mola wenu. Faman shaa falyu'min, atakayetaka aamini kupitia ile haki. Waman shaa falyakfur, na atakayetaka akufuru kwa kubainishiwa ile haki. Lakini inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha, tumewaandalia madhalim moto wa jahannam ambaye moto huo utakuwa umewazunguka katika kuadhibu kwao. Ndugu zangu katika imani, kwa nini unwani hii? Hapa nyuma mashekhe na makhutaba wamezungumza sana swala zima la amani, mpaka ikafika mahala watu wakaingiza shaka juu ya mazungumzo yao. Wengine wakasema yawezekana wamefungiwa bahasha, wengine wakasema yawezekana wamekuwa ni wanasiasa. Maneno yakapita mengi, lakini hao ndio wataalamu wenu wanayekuongozeni lililo la haki ni lipi na lililo la batili ni lipi, linalotakikana ni lipi, lisilotakikana ni lipi.
na hao ndio matabibu wa nafsi zenu, wanajua ugonjwa uliopo hivi sasa ni ugonjwa upi unayetakikana kutibiwa. Lakini walijitokeza watu pia wakasema, kwa nini izungumzwe amani? Kwa nini sizungumzwe haki? Mashekhe wanakosea kuzungumza amani, wanaacha kuizungumzia haki. Yakasemwa ya kusemwa mengi, lakini amani ndiyo ilikuwa ni rasu kila shay. Ndugu zangu katika imani, haki inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi wanadamu ni kutekeleza na kusimamia ile misingi ya haki ipatikane. Na leo tutajaribu kulizungumzia hili kwamba kalimatul haq urida biha batila. Neno hili walokuwa wanalisema watu la haki ni neno ambalo limetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah mwenyewe ndiyo haq. Ismul haq mushtaq min Allah kama anna ismul amn mushtaq min Allah wa huwa amani. Neno haki linatoka kwa Allah kama vile neno amani pia linatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadai watu wanaitafuta haki wakaacha amani, lakini maneno yale yalikuwa ni ya uzushi kwa wao, pamoja na kwamba hayo maneno ni ya kweli na ni ya haki, kwamba haki itafutwe, lakini ndani yake walikusudia batili na shari. Ndani yake walikusudia batili na walikusudia shari. Angalia miongoni mwa athari au dalili zinazoonyesha kwamba haki ni lazima uibainishe na haki ni lazima uiseme. Miongoni mwa haki mwa athari ni athari aliyoipokea Tariq ibn Shihab radiyallahu ta'ala anhu qala. Tariq ibn Shihab radhi za Allah ziwe juu yake amesema, awwalu man bada bil khutbati يوم العيد قبل الصلاة Marwan. Mtu wa mwanzo alianza kutoa khutba ya Eid kabla ya swala ni Marwan. Akaanza na khutba kabla ya swala, na tunavyofahamu kwenye Eid tunaanza na swala kisha khutba. Akasema wa mwanzo alianza kuzungumzia akatoa khutba kabla ya swala alikuwa ni Marwan. Faqama ilayhi rajulun faqala, mtu mmoja alisimama akamwambia Marwani, as-swala qabla al-khutba. Ewe Marwan, swala kabla ya khutba, sio khutba kabla ya swala. Faqala turika ma hunalik. Marwani akamwambia, hayo yameachwa siku nyingi, hayo yameachwa, hayatuhusu. Faqala Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Sa'id al-Khudri akamwambia Marwan, amma hadha faqad qadha ma alayhi, ama huyu jamaa alokukumbusha hili ametekeleza wajibu wake, ni lazima aibainishe haki. Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, akasema nilimsikia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, atakayeona munkari auondoshe kwa mkono. Fa in lam yastati fa bilisani, asiyeweza auondoshe kwa ulimi kwa kusema. Fa in lam yastati fa biqalbi, kama hawezi hata kusema anyamaze. Wadhālika adhafu al-iman, na huo ni udhaifu wa imani kwa kunyamaza. Akamwambia huyu ametekeleza haki yake ya kukufikishia wewe mahala umekosea. Lakini je, Abu Sa'id mwenyewe alifanyaje? Faqad ankara Abu Sa'id al-Khudri al-munkar ala Marwan. Abu Sa'id al-Khudri akachukizwa hili na Marwan ibn Hakam min qablu, kabla ya hapo. Faqala lamma ataina al-musalla, asema tulipoenda kwenye uwanja wa kuswali Idi, basi fa idha bimimbarin banahu kathir ibn Salih, tukakuta imesimamishwa mimbari uwanjani. Wametengeneza bida ya kusimamisha mimbari uwanjani, na imetengenezwa na Kathir ibn Salti, ametengeneza mimbari uwanjani. Fa idha bi Marwani yuridu an yartaqiyahu qabla an yusalli, Marwani akataka kupanda kwenye mimbari ile atoe khutba ya Idi kabla ya swala. Alipotaka kupanda akasema Said, fajadhabtu bi thawbihi, nikamvuta nguo yake.
nikamrudisha nyuma kwa kumvuta kwa nguvu. Fajadhabani, akanivuta na yeye kwa nguvu mpaka akanishinda, akapanda kwenye mimbar. Fartaqa fa khataba qabla as-salah, akapanda kwenye mimbar akatoa khutba kabla ya swala. Faqultu lahu, baada ya khutba nikamwambia, aghayartum wallahi ghayartum, mmebadilisha sheria, na hapa kwa Allah mmebadilisha sheria. Qala ya Aba Sa'id, Marwani akamwambia, ewe Abu Sa'id, qad dhahaba ma ta'lam, yale unayoyafahamu wewe yameondoka, siku nyingi tumeyaacha. Faqultu, akasema nikamwambia, wallahi ma a'lamu khairun mimma la a'lam, akasema nikamwambia, ninayoyafahamu mimi kwamba ni swala kabla ya khutba, sio khutba kabla ya swala, ni bora kuliko yale ambayo siyafahamu. Kwa hivi ulivyofanya umekosea, lazima nikuambie haki. Fala budda an ubayyin alhaq, hapana budi nibainishe haki. Athari ya tatu ni athari ambaye ameipokea Ubadah ibn Samit. Asema Ubadah ibn Samit, kana Ubadah ibn Samit ma'a Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ubadah ibn Samit siku moja walikuwa pamoja na Muawiyah ibn Abi Sufyan. Faudhina yawman, adhana ikatolewa. Faqama khatibun, akasimama mtu mmoja akaanza kutoa khutba. Yamdahu Muawiyah wa yathni, akawa anamsifu Muawiyah. Khutba nzima inamsifu Muawiyah, azungumza mazuri ya Muawiyah. Wa yathni alayhi. Faqama Ubadah ibn Samit biturabin, Ubadah ibn Samit yakachukua udongo. Faramahu, akampiga. Fahashahu fi fami al-khatib, akampiga yule khatibu na udongo kwenye mdomo wake. Kampiga na bonge la udongo kwenye mdomo wake, akampiga. Faghadhiba Muawiyah alipokuwa amekaa pale na anasifiwa, akakasirika. Faqala lahu Ubadah akamwambia, innaka lan takun ma'ana hina bay'ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wewe Muawiyah haukuwepo siku tunampa bai'a bwana mtume sallallahu alayhi wasallama ala sam'i wa ta'a, kumsikiliza mtume na kumtii mtume sallallahu alayhi wasallama fi manshatina wa makrahina, tukiwa tumefurahi, tukiwa tumechukia, tukiwa tuna furaha, tukiwa ni wepesi, tukiwa ni wazito. Sisi tulimbai'i mtume kumsikiliza na kumtii kwa namna yoyote ile. Wa alla nunazi'a amra ahlahu, wala tusije tukagombana kwenye jambo la watu wake. Wa an naquma bil haqqi haythu kunna, na tuisimamie haki mahala popote tuwapo, lazima tuhakikishe haki inasimama. Wala nakhafu fillahi lawmata la'im, wala tusiogope kwa Allah kulaumiwa na yoyote yule. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, bwana mtume alituambia, idha ra'aytumul mudahinina, mkiwaona watu wanawasifu wafalme, wanawasifu wakubwa, wakashindwa kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala, wakashindwa kutekeleza uwajibu, fahathu fi afwahihim at-turaba, watupieni mawe kwenye midomo yao, wapigeni na michanga kwenye midomo yao. Mkiona watu wanawasifu watawala wakaacha kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala, wapigeni kwenye midomo yao na madongo makubwa makubwa. Angalia, hii pia inabainisha haki ni lazima isemwe pasina kumsifu yoyote kupita vile anavyosifiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata bwana mtume mwenyewe akakataa, akasema, la taturuni kama atarati nasara Isa ibn Maryam, inma ana abdun faqulu abdullahi wa rasul, msije mkanisifu mimi mkapitiliza kama manaswara walivyomsifu Isa ibn Maryam, mimi ni mja wa Allah, semeni huyu ni mja wa Allah na ni mtume wake. Athari ya mwisho katika hizi tachukua athari ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo ameipokea Wa'il radiyallahu anhu. Qala, Wa'il anasema, radhi za Allah ziwe juu yake, ili tubainikiwe kwamba hawa watu walikuwa wakitangaza amani ienee hata kabla ya kutangaza haki, na wakasema haiwezi kupatikana haki kama hakuna amani, lazima amani ipatikane, ndipo tudai haki iko wapi. Tuangalie maneno haya ya Umar
alafu tubainikiwe wale wengine tulokuwa tukisema yawezekana hili neno amani limehongwa na vibahasha nyuma yake. Walitoka kwenye sheria watu hawa au la? Anasema Wa'il, qama Sahal ibn Hunayfi yawma Siffin. Alisimama Sahal ibn Hunayf siku ya vita vya Siffin au siku ya Siffin, faqala ayuha nas, enyi watu, ittahamu anfusakum, kila mmoja aitizame vyema nafsi yake, mmekwisha zituhumu nafsi zenu. Laqad kunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawm al-Hudaybiyah, siku moja tulikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika sulhul Hudaybiyah. Walau nara qitalan laqatalna, laiti tungeona kuna haki ya kuwapiga wale makafiri na washirikina tungeliwapiga siku ile. Wadhālika fi sulhi alladhi kana baina rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa baina almushrikin, na hiyo ni katika sulhu ambayo ilikuwepo baina ya mtume sallallahu alayhi wasallam na baina ya washirikina. Qala ata Umar ibn al-Khattab faqala, Umar ibn al-Khattab baada ya waislamu kuzuiliwa kuingia Makka akaenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, bwana mtume, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, alasna ala alhaqi wa hum ala albatil, sisi si ndio tuko kwenye haki, hawa makafiri wako kwenye batili? Qala naam, bwana mtume akamwambia, bala, ni kweli, sisi ndio tuko kwenye haki na wao wako kwenye batili. Qala alaysa qatlana fil janna wa qatlahum fin nar, haijawa tukifa sisi tukiuawa kwenye maeneo haya tunaenda peponi, alafu tukiwaua wao wanaenda motoni? Qala bala, bwana mtume akasema ni kweli. Qala fa fima nu'ti daniya fi anfusina, kwa nini sisi tuonekane tuko chini kwenye nafsi zetu, tushindwe kuingia hapa Maka? Tuingie kwa nguvu, wakileta fujo tunawaua, tukiwaua wanaenda motoni, au wakituua sisi tunaenda peponi, tuingie kwa nguvu. Manake hapa amani inaanza kuvunjika. Baada ya kuzungumza maneno hayo Umar, wanarji'u lima yahkumu Allahu bainana wa bainahum, turejee katika yale ambaye Allah atatuhukumu baina yetu sisi na wao. Qala ya ibn al-Khattab, bwana mtume akamwambia, ewe ibn Khattab, ewe Umar, inni rasulullah wa la yudhi'ani Allah, mimi ni mtume wa Allah, nifahamu, na wala Allah hawezi akanipoteza. Mimi ni mtume wa Allah, na hawa walikuwa kiazungumza haya ni warithi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema mimi ni mtume wa Allah, hawezi akanipoteza. Qala fantalaqa wa lam yasbir mutaghayyidan, akaondoka Umar wala hakusubiri, yani kaona kama vile mtume amchelewesha, akaondoka zake, hakusubiri, akiwa na hasira. Faata Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, akaenda kwa Abu Bakr as-Siddiq radhi ziwe juu yake, akamwambia, ya Abu Bakr, akamwambia, ewe Abu Bakar, alasna ala alhaqi wa hum ala albatil, si ndio sisi tuko kwenye haki wao wako kwenye batili? Qala bala, Abu Bakar akamwambia, ni kweli. Qala alaysa qatlana fil janna wa qatlahum fin nar, haijawa akifa kwetu sisi anaenda peponi, akifa kwa wao anaenda motoni? Abu Bakar akamwambia, bala, ni kweli. Qala, akamwambia, lima nuti hadhihi ad-daniya fi dinina, kwa nini tuonyeshe udhalili huu na udhaifu huu kwenye dini yetu? Kwa nini tuonyeshe udhaifu huu kwenye dini yetu? Na ndo haya yalokuwa yakisemwa na watu, kwa nini tuonyeshe udhaifu huu kwenye haki yetu? Mnahubiri amani na wakati hatuna haki. Mahubiri amani itapatikana wapi? Hatuna haki, mnahubiri amani ya nini? Ndio haya alokuwa akiyasema Abu Umar ibn al-Khattab, kwa nini tupate udhalili huu na wakati tuko kwenye haki? Wanarji'u fima yahkumu Allahu bainana wa bainahum, turejee katika yale atakayohukumu Allah baina yetu sisi na wao. Qala ya ibn al-Khattab, innahu rasulullah. Abu Bakar akamwambia Umar, sikiliza, huyo ni mtume wa Allah, huyo aliyekwambia usubiri ni mtume wa Allah, wala yudhi'ahu Allahu abadan, Allah hawezi akampoteza. Wakati Abu Bakar Siddiq amemweleza maneno haya Umar, ikabidi Umar akose mahala pa kuelekea. Manake kwa mtume ameshindwa, kwa Abu Bakari ameshindwa, na mwenyewe anataka atumie upanga wake. Na ndio haya tulikuwa tukiyasema, maandamano hayaleti tija, yataleta hasara kubwa, yataleta vifo vya watu.
hebu tuihubiri amani, kila mmoja aitangaze amani, itakuja haki baada ya hapo. Watu wakasema hapana, twendeni. Matokeo yake wengine wakapoteza maisha. Abu Bakari akamkatalia Umar kulifanya hilo, ikabidi apoe Umar. Faanzala Allahu azza wa jalla ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, Allah kateremsha juu ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqim. Tumekufungulia ufunguzi ulie mkubwa, manake Maka imekwisha funguliwa. Mtume alipoteremshiwa aya hii, akatuma mjumbe akamwambia ukaisome aya hii kwa Umar. Umar akasema mpaka nikamsikilize mtume mwenyewe aisome. Mtume akaenda akaisoma, inna fatahna laka fathan mubina, tumefunguliwa Maka leo hii. Bado haamini Abu Bakar. Umar anamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, awafutiha huwa, kweli Maka imefunguliwa? Qala naam. Bwana mtume anamwambia imefunguliwa, tena sio kwa kutumia nguvu, kwa kuweka tu mikataba tena miepesi, na tumeonekana kama wadhalili kwa muda, lakini leo tumepata ushindi. Qala fatabat nafsa. Hapo ndo nafsi ya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ikawa ni yenye kutulizana, waraja na akarejea kwenye kauli ya mtume na kauli ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Manake yeye alitaka kutumia jazba mahala ambako kuna uwezekano wa watu kukaa na wakayazungumza wakafanya maridhiano. Udu rabbakum antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walahu, amma ba'd. Usikum maratan thaniya thumma uswi nafsi bi taqwallahi subhanahu wa laqad faza wa najal muttaqun. Kama mlivyoona wakati Umar ibn Khattab anamuuliza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuko katika haki sisi? Mtume anajibu tuko kwenye haki. Aenda kumuuliza Abu Bakar, Abu Bakar anajibu tuko kwenye haki. Tutasubiri nini kama tuko kwenye haki? Wala si wametudhulumu. Lakini bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mimi siwezi kupotezwa na Allah kwa sababu ananiamrisha na ananiongoza. Kalimatu haqqun urida biha batil, neno la haki lakini ndani yake imekusudiwa shari, ambayo tudai haki. Swala la kudai haki ni wajibu wa kila mmoja wetu na ni wajibu wa kila Muislamu, lakini njia ipi ya kuendea kuifuata haki na tutumie usulubu upi wa kuifuata haki, hayo ni masala mengine. Lakini tuje kwa hawa waliodai wakasema nyinyi mwahubiri amani mnaacha haki, ndiyo kiini cha matatizo. Walikusudia haki hii inayotafutwa au walikusudia jambo gani? Neno kalimatu haqq urida biha batil ni ibaratun shahira qalaha Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Haya ni maneno mashuhuri aliyazungumza Ali ibn Abi Talib fi al-khawarij alladhina rafa'u shi'ara la hukma illa lillah. Alikuwa akiwaambia makhawarij walokuwa wakisema hakuna hukumu isipokuwa itokaye kwa Allah peke yake. Makhawarij wametoka kwa mtume, wametoka kwa Abu Bakar, wametoka kwa Umar, wametoka kwa Uthman mpaka kwa Ali, bado wanakuja kusema wao hakuna haki isipokuwa itokaye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni kweli haki au hukumu hakuna isipokuwa itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Hizi ni aya ziko wazi. Makhawariji wakatumia aya hizi, fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humudh dhalimun. Makhawariji wakazitumia aya hizi na ni aya ziko kwenye Qur'an. Je, walikusudia haki kweli, ile hukumu inayotakana itokayo kwa Allah, au kama walivyotumia makanisa wakisema tunaitafuta haki, kumbe ndani yake wanakusudia maslahi mengine? Istakhdamu hadhihi alkalima, walitumia neno hili lighayatan batila, kwa malengo ambayo ni maovu, kwa malengo ya shari, fi takfiri alhukami, kwa ajili ya kuwakufurisha mahukamu wale makhawarij, wastihlali dima, na kuhalalisha damu. Na ndio neno hili likatumiwa pia vile vile, likatumiwa na wale tena wakubwa wa makanisa kwa ajili ya kumwaga damu za Waislamu, likatumiwa kwa ajili ya kuvunja amani. Tunatafuta haki, lakini kinachotafutwa hapa ni haki kweli au ni nini? Na kiufupi tunaweza tukasema tulikuwa katika wimbi la siasa, lakini wenzetu
au upande wa pili walikuwa katika wimbi la dini. Lengo ilikuwa kuumaliza Uislamu na wala sio siasa. Lakini wametumia tiketi ya siasa. Na wakatumia tunatafuta haki. Kiuhalisia wala sio haki. Na hizi chokochoko zimeanza siku nyingi. Chokochoko zimeanza baada ya kuvunjika ule mrija wao wa kuingiza maslahi yao kupitia bandari. Wakaona tumeshikwa pabaya. Kwa haya yote yalikuwa ni kuharibu na kuhakikisha huyu kiongozi wetu ameondoka, tena kiongozi wa taifa ameondoka eneo hilo, wampate yule wanayetaka wao kwa ajili ya kutekeleza yao katika miradi yao. Kwa lilipita wimbi ambalo limechanganyikana, limeingizwa katika mfumo wa siasa, lakini kiuhalisia na sio siasa. Ilikuwa ni dini. Kwa wametumia neno haki, lakini ndani yake walikusudia batili. Na wengi katika Waislamu wakaingia kwenye mkumbo huo pia. Pasina kujitambua wala pasina kujua. Wengi katika Waislamu pia wameingizwa hapo. Tunatafuta haki. Lakini kumbe wao wana malengo mengine waraa dhalika. Ingelikuwa wanaitafuta haki, Waislamu wamedhulumika mangapi? Ingelikuwa wanaitafuta haki, mashule mangapi ya kanisa yaliyotangulia na yakasomesha watu? Je, ya msikiti yako wapi mashule? Mahospitali yako wapi ya Waislamu? Mbona mashule ya kanisa mengi, mahospitali ya kanisa mengi? Ninyi Waislamu, ninyi, na maana sisi hatuna akili ya kuweza kusoma, hatuna akili ya kuweza kufanya lolote. Kwa pale walipoingiza mrija huu, wakanyonya serikali yetu, wakanyonya taifa letu, na sisi tukaingizwa kwenye mkumbo huu, tukaafikiana kwamba hii ni siasa. Hii ni kalimatu haqqun urida biha batil. Qala Ali radhiyallahu an, bu'usan lakum laqad dharrakum man gharrakum. Hakika mmepata hasara kama mtadanganyika na wale wanaokuja kukudanganyeni. Ayu ash-shaytanu wa amani al-batil. Ni shaitani anakuja kutumia maneno ya batil kwa ajili ya kuwavuruga watu. Maneno ukiyatizama ni ya kheri, lakini ndani yake yanakusudiwa shari. Hadhihi ashaddu khutura. Hii ndiyo hatari kubwa, li'annahu, kwa sababu yatasarrabu ila al-uquli tahta shi'ari al-haqq. Inaingia kwenye akili za watu kwa kutumia neno haki, lakini kumbe inayotafutwa ndani na wala sio haki. Sababa lifasadi alfikr. Lengo ni kuharibu fikra za watu, watashwishi na kuingiza tashwishi, lakini pia vile vile na kuharibu taifa letu pia. Kalamuhum hasanun, maneno yao ni matamu, jamilun, ni mazuri, ambaye ni maasulu, yamepakwa asali. La yatanazau ahadun fi halawati. Hakuna yoyote anayepinga katika utamu wa maneno haya. Wa balaghatun muqni'an, tena yanakinahisha linasi, kwa kila mmoja. Liannaha min ashabil mantiq, kwa sababu yametamkwa na watu ambao ni wataalamu wa kuyaunda. Lakin af'alahum min khilafi dhalik, lakini matendo yao yanaenda kinyume kabisa na maneno yao. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, yuhassinuna alqila wa yusiuna alfi'la. Wanajitahidi kutengeneza maneno yamesemwa, yale maneno ya kusemwa wanayatengeneza, yanakuwa ni mazuri sana na ni matamu, lakini matendo yao yanakuwa ni mabaya sana. Na laiti wangelipata fursa wangetufikisha pabaya sana. Bado tunasema tunashukuru viongozi wetu kwa kusimama imara mpaka tumefikia hapa tulikofikia, lakini wakushukuriwa zaidi na zaidi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka leo hii tuko tuna amani na tuko katika hali ambayo ni nzuri. Kwa nini? Yatakallamuna bikalimati alhaqi wa yaquluna fi khairil qawli albari. Wanazungumza neno la haki, tena wanatumia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Afa hukma aljahiliyya yabghuna wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun. Je, hukumu za kijahili ndio walikuwa wakizitaka? Ni nani mwenye hukumu nzuri kumshinda Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu ambao wenye akili timamu? Ndugu zangu katika imani, baada ya kuyasema maneno haya ambayo yalikusudiwa ndani yake shari, lakini maneno ni ya haki, tunasema Qais ibn Mulawah siku moja aliwahi kusema maneno hivi: kullu yad'i wasla Layla wa Layla la tuqirru lahum wisala. Akasema kila mmoja anadai anampenda Laila, kama vile kila mmoja anadai anaipenda haki, lakini haki yenyewe inawakataa baadhi ya watu. Kila mmoja alidai anampenda Laila, Laila hawatambui wengine, hawapo.
Kila mmoja alisema naitaka haki, lakini haki yenyewe haitambui baadhi ya watu, hawapo kwenye ile haki. Lakini pia akasema idha ishtabakat dumu'u fi jufuni, pindi machozi yakitoka kwenye mashavu, kwenye macho ya watu yakashuka juu ya mashavu ya watu, tabayyana man baka wa man tabaka, inabainika nani analia kwa uchungu, lakini ni nani anayejifanya kulia kumbe hali anajiliza kilio cha uongo. Ni kweli yawezekana tukadai haki, wengine wakalia kwa sababu wanaitafuta haki, lakini wengine wanatumia neno hili ni muzayyafa, lakini malengo yao ni ya shari, na wala hawatalia, bali mkiumia wenyewe wanafurahi, wanashangilia, wanaona hapa ndio sawa sawa, letu limetimia, hapa ni sawa sawa na letu limetimia. Kwa hiyo ifike mahala Waislamu tuwe ni watu wepesi wa kuzinduka, na wala tusiwe ni watu wa kuvutwa tukaingia kwenye kuharibu taifa letu kwa sababu ya kupakwa maneno ambayo ni matamu, lakini ndani yake yanakusudiwa shari na wala si khairi hata kidogo. Kwa ndugu zangu katika imani, baada ya kuyasema maneno haya, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie haki tuwe ni kufuata, na atuonyeshe batili ilikuwa ni batili tuweze kuiepuka, lakini Allah tudumishe katika amani daima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wafiqna ila alhaq wa ila tariqil mustaqim. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.